Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Karibu. Mkutano wa kuzungumzia juhudi za kuleta amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 uliopangiwa kufanyika nchini Qatar umehairishwa. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa, vyanzo kutoka pande zote vilithibitisha kufutwa kwa mkutano huo, ila hakuna aliyetaja ni lini utaandaliwa tena. Hadi sasa hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa. Mapema mwezi huu pande hizo zinazozozana ziliweza kukubaliana kufanya kikao hiki kilichotajwa kama cha kwanza ambapo viongozi wake wangekutana ana kwa ana tangu kundi hilo la M23 kuteka na kudhibiti miji mikuu kwenye majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Mashambulizi hayo ya M23 yalisababisha vifo vya maelfu ya watu na wengine kuyahama makazi yao. Aidha, hali hiyo imesababisha taharuki, huku wengi wakihofia kwamba usalama wa ukanda wa Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu uko hatarini. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa serikali ya DRC, pande zote zilisema kwamba kufikia usiku wa Jumatatu hazikuwa zimeupokea mwaliko rasmi. Mwezi jana Qatar iliandaa mkutano kati ya rais wa DRC Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, ambapo wawili hao waliweza kukubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa DRC. Aidha, swala la kundi la M23 kuweza kujiondoa katika mji wa Walikale waliouteka mwishoni mwa mwezi Machi ulijadiliwa katika kikao cha Qatar. Sasa Marekani imeweza kushinikiza pande zote mbili kujiondoa mjini humo ambao ni muhimu wa masuala ya uchimbaji madini. Marekani imesema iko tayari kusaidia juhudi za kutafuta amani kupitia mikutano inayopangwa na mataifa kama vile Qatar. Rais Trump anataka mizozo hii kumalizika. Anataka imalizike haraka. Anaamini pakubwa kwamba raia wameathirika sana na mahangaiko yametosha. Ni muda mwafaka wa suluhu kupatikana. Mzozo huu umeendelea kwa karibu miongo mitatu na kuna haja ya maafikiano ya amani kuwepo. Watu wa eneo hili la Maziwa Makuu, la DRC, la Rwanda pia wanahitaji kuishi maisha bora. Tumeshuhudia hasara ya maafa ya maelfu ya watu, mamilioni wakipoteza makazi yao na watu wakihangaika kwa muda mrefu sana. Ni wakati wa haya yote kumalizwa. Na sasa tunaungana na Daktari Edgar Githua ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia na siasa za kikanda mubashara kutoka jijini Nairobi. Kitu gani kimeweza kusababisha mkutano huo kuhairishwa, Edgar? Asante. Pande zote mbili zinadai kuwa hawakuwa wamepata mwaliko kufikia Jumatatu, na inaonekana labda hiyo ikafanya sasa mipango yao ya kusafiri na kukutana wakaweza kushindwa kupatana vizuri. Naam, sasa mkutano mwingine uliopangiwa kufanyika kati ya pande hizi mbili ulitibuka siku moja kabla ya kufanyika. Unadhani malalamishi ya M23 wakati huo bado yamekuwa kizingiti? Malalamishi ya M23 bado imekuwa pale kwa sababu wanasema bado hawapati nafasi nzuri kuongea na serikali ya Kongo, na tena askari wao bado wako katika hatarini, bado wanawindwa. Kwa hivyo malalamishi yao bado hayajapungua, bado wanaona ni kuwa wako katika hatari, na ni kama haya mazungumzo yanafanywa pasipo na nia nzuri kutoka upande wa serikali ya DRC. Sasa kipi kifanywe ili pande zote mbili ziweze kuketi chini na kufanya mkutano wa ana kwa ana ili kuweza kuona kama amani itaweza kupatikana? Kwa wakati huu tuseme, kwa sababu Qatar ni kama imeweza kuvutia pande zote mbili, tuweke imani katika Qatar wataweza kuwakutanisha M23 na serikali ya DRC, waweze kuketi chini, pande zote zitoe malalamishi na mazungumzo yaendelee. Kwa hivyo kwa sasa naona imani yetu yote ya dunia mzima tuweke katika huu mpango ambao Qatar umeanzisha. Ripoti zinasema rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila anapanga kurudi DRC kusaidia kusuluhisha mzozo huu. Wewe unalichukuliaje? Unazungumziaje kuhusu hatua hii? Kabila, kumbuka Kabila alikuwa amejaribu kutatua huu mzozo kitambo, lakini pia na yeye akaingia katika shida, kwa maana
ahadi ambazo waliwapatia M23 hakuweza kuyatimiza. Sasa sijui kama M23 watakuwa na imani kuwa atawasaidia ama analeta tu ujuzi wake ama ujanja wake wa hapo awali. Kumekuwa na wito wa M23 kukubali kukarabati viwanja vya ndege vya Goma na Bukavu na kuanza tena shughuli za kuweza kuingiza misaada. Hili limefikia wapi na lina athari gani, ukituelezea kwa kina kuhusu swala hili? Asanti. Jeshi la SADC walipokuwa wakiondoka pale walitoa ahadi kuwa watasaidia kutengeneza Bukavu, uwanja wa ndege wa Bukavu na hata wa Goma. Lakini ukichunguza kwa undani walikubali kufanya vile kwa sababu ilikuwa ni njia, walikuwa wamebanwa, ilikuwa ndio njia na ahadi watatoa ili M23 wakubali watoke pasipo vita. Kwa hivyo hadi sasa hiyo mipango bado waliangalia, lakini bado hawajaweza kutekeleza ahadi ambao waliitoa. Tunakuja na habari zetu sasa. Yakotumba iko kuvita, hajakimbia, tuache bongo. Ndugu zangu, kuna batu biko wanasemea bazalendo bongo. Yakotumba alishaacha vita, haiko tena kuvita. Jua naona ananyamanza kimya, aseme ndio anasema ashakula nini? Sasa naona tuachiane makazi. Tuachiane makazi. Mzee iko bien, iko kabisa au front, iko kuvita, me apendi yake sema. Apendi sema, anapenda atumike, anapenda kutumika. Alors mukutumika kwake munenda ona kazi gisi itakuwa. Kitu ya kwanza, kungali bitu ya manegociation. Kama unaona bazalendo ya huku ngambo ya Uvira ababuje abasoge mbele, biko tu wanazungurukia Kaziba, Nyangezi, Nyantende, abapendi kuingia Bukavu. Haiko sema anakosa nguvu, hapana. Kungali bitu baneta manegociation hapa mu bitu ya leta. Huo kitu baneta negociation. Hizi negociation ndio zingali zinazuia wazalendo kukamata miji mbalimbali. Juu sasa banataka kamata mji fulani, banabazuia. Donc unakutana biko banabazuia kukamata miji mbalimbali. Juu ya nini? Negociation zenye ziko kule zisije zikafe. Lakini kwa siku zenye ziko mbele, mutaona Yakotumba Bukavu, mutaona Ngoma Zito Bukavu, mutaona Makanika Bukavu, mutaona Maeshe Bukavu, mutaona bote, mutabaona bote bandugu yangu, mutabaona bote. Tuache bongo. Hakuna mzalendo mwaneze tika atumike tena na adui neko napiga adui. Kwa sasa hivi kwenye tuko tunaongea hapa, bitu bimebadilika. Bitu bimebadilika. Ministre wa defense, vice-ministre wa defense anacha $40,000 mu mikono ya wazalendo. 40,000 washi kabisa, fungo ya pata pepe anayacha. Tuliona fungo ya pata pepe ni break kabisa za kuenea. Ine kabisa break za kuenea za pata pepe anaziacha mikono ya wazalendo. Musipigane juu ya zile franga, muzigavule bien. Kila pare iende kwa mwenye nazo. Kila mzalendo kwenye kwa pate zake. Kusiku tena taanza kata tena atie mu mfuko. 40,000 washi inaonekana inaingia mkese ya bazalendo. Kama mtoza mchakula, kama mtapatia kila mtu yake ajikoche, misi yue, nye tu mugavule bien. Kila grupe ipate biake na ipate chakula. Mimi zapenda mie kuliko mpatie kila mzalendo $100 yake, omweke muuze amo chakula ya mingi mutie pale. Ndio mie ndeza penda vile. Ile franga nye mulipata chakula kabisa, muuze chakula selo franga batabapatia, muuze amo chakula. Juu mkipatia kila mtu zake, ile siku batalewa. Muiza watu mnapatia kila mtu zake mikono hivi. Juu ile haiko salaire.
ile ni franga tu yenye wanawapatia juu ministre alivene 40,000 washie njoo hii kama mtakula kama mtafanya nini. Lakini ingelikuwa mzuri ile $40,000 muuze mutie mu depo yenu ya chakula juu musili yake tena chakula. Juu mkipata tu kuzile franga mwenye atapata $100 zake mwele franga mutapiga masasi mchana kutu juu ya pombe. Na hii pombe vraiment tuache pombe vraiment. Tuache pombe kabisa. Pombe ni kitu ya mbaya sana kuvita. Hii pombe hii ndio itaharibisha bitu yote sasa. Donc tunashukuru sana kwa bazalendo benye leo abakunye tena pombe. Mekuko bazalendo benye sana pale Fizi kusoko ya huko Fizi huko kusoko ya Mabiatu kule. Kuko papo mwenye alitaka uwa mtoto jutu ya kulewa. Uko na lewa na uko na bunduki. Hausikia hata haya. Uko na lewa na uko na bunduki. Wewe uone taka kama ile ni danger uko nayo. Donc ukilewa na uko na bunduki ni danger. S'il vous plaît, tunaambia basoda, tunaambia bazalendo, tunaambia batu yote faiblesse yetu atupende tuitie inje, les linge se lave en famille, lakini kuko vingine vyenye nomba tukemee sasa. Wakati tunabisema labda peut-être inaweza kubasaidia. Kitu moya mko mnaangalia hata kubatu bengine fasi ingine soda avuti yake sigareti mbele ya mtu mwenye konaongoza. Basi wewe utamkataza kuvuta bangi ya aina wenjo unaivuta. Utamkataza kuvuta sigareti ya aina wenjo unaivuta. Utamkataza kulewa aina wenjo kona lewa. Tu vois que inomba kukua mayele, inomba kabisa kukua makini katika vitu yote yenye uko unafanya. Donc c'est-à-dire que mtu anapasha kuwa mayele tena makini sana kwa kila kitu kyote ambacho unaweza kuwa ukifanya katika maisha yako. Wenjo unachunga kila kitu kyote, wenjo unachunga nyumba yako, wenjo unachunga jamaa yako, wenjo unachunga nchi yako. Sasa inafaa unakuwa modele kabisa. Inafaa unakuwa modele. Ndio tunasema kuwa modele ni kitu ya lazima sana. Bandugu yangu, ni kitu ya lazima sana kuwa modele. Paske ni faida yako, ni faida yangu, ni faida yetu soda akikuwa na ordre. Soda akikuwa na ordre itakuwa mzuri sana na itatusaidia sana. Na tuache bongo. Bongo ni kitu ya mbaya sana, inaweza tuma mwenye alikuwa na kuaminia anatosha matumaini kwako juu ya bongo. Bongo ni kitu ya mbaya sana. Ya kutumba akukimbia iko Mkongo, iko kulinye de front, iko anapigana, iko Nyangezi, na mpaka hivi watoto wa Nyakutumba wanaendelea kabisa kuwa na afya nzuri. Wala abakuua hata bawili, wala batatu, wala baine. Jo kama mnanisikia. Donc ni kusema ile habari yenye mulisikia ule ndugu mwenye alisema seme waliua nini kisha kalomba ramforo, ile ni bongo mtupu, ile haiko. Yakutumbe ko bien sans problème, abakumpiga lisasi, abakuua hata mtu wake umoya, iko mzuri sana kabisa sans problème. Nawaza mko mnasikia kile ambacho Kolomboka ametamka. Ni kusema ni vile wazalendo wanaendelea kufanya kupigana huku ngambo za Kabamba na Katana na Kalehe kabisa. Mapambano Kalehe inaendelea ya kutosha kabisa. Kalehe kabisa mapambano inaendelea. Na jana kulikuya jipe kabisa baleta chevale inayala damu mtupu, maana ilikuwa nabeba mamaiti. Na kwenye balizikia mamaiti ni pale tu kukavumu, ndio balizikele mamaiti pale kwa aeroport ya Kavumu, ndio kwenye balizikia mamaiti zao zenye balikia na kimbiana nazo.
Makaburi kwa mingi mwikongo kweli. Na makaburi inakuwa ya mingi kabisa mkongo yetu. Mutabaki kuwa chakula cha mamba nyinyi mkomboleo ya inchi kabisa. Kwa siku zinakuwa tutaanza kuambia mahabari zote za fasi yote tena mzuri sana. Donc tunaenda Kindu, tunaenda Manyema, kule kote tunatembea sasa tunajiuliza ni vitu gani viko Kindu kule. Tunaita watu ya Kindu, bana tuelezea Kindu kuko hivi na hivi. Na wazalendo kutoka huko Kindu kabisa tunawasalimu wote kabisa. Tukiwaambia tunawapenda sana. Huko Manyema nako tunawaambia wazashu kutoka Manyema huko. Tunawaambia kabisa wandugu zetu. Sambaye munani.